Huyu ni Wolverine, anayelazimika kukabiliana na adui hatari zaidi ambaye amewahi kumfahamu, Deadpool. Cha kushangaza ni kwamba zamani waliwahi kupigana bega kwa bega kama wanachama wa kikosi maalum kilichoongozwa na William, kanali katili wa jeshi na mwanasayansi. Kila mwanachama alikuwa na uwezo wa kipekee wa kimutanti, lakini Deadpool aliwazidi wote. Akiwa ameshika panga zake mbili maarufu za katana, aliweza kuwakata maadui wengi, kuzuia risasi zinazokuja na hata kuwakatakata angani. Kila kitu kilibadilika wakati William alipoanzisha kwa siri mradi wa siri uliojulikana kama Weapon X. Lengo lake lilikuwa kuunda silaha bora kabisa iliyo hai kwa kuunganisha vinasaba vya mabadiliko mbalimbali ndani ya mwili wa binadamu. Wolverine akawa mtu wa kwanza kufanyiwa majaribio, lakini jaribio hilo lilishindikana baada ya kugundua kuwa William alikusudia kumtumia kama silaha ya vita pekee. Akikataa kudhibitiwa, Wolverine alitoroka kabla mradi huo haujakamilika. Akiwa ameazimia kutoshindwa tena, William alianza kuwateka mutants wenye uwezo wa ajabu, wakiwemo wenye kasi ya juu, uwezo wa kutoweka na kujitokeza sehemu nyingine, kujiponya kwa haraka na kudhibiti nishati yenye nguvu. Safari hii alipanga kuunganisha uwezo huo wote ndani ya mwenyeji mmoja, Deadpool. Baada ya Wolverine kugundua kuhusu mradi huo, aliondoka mara moja kuuzuia. Aliingia kwa siri kwenye kituo hicho, akawaachilia mutants waliokuwa wamefungwa na waliotarajiwa kufanyiwa majaribio, lakini muda mfupi baadaye alikutana uso kwa uso na Deadpool ambaye tayari alikuwa amebadilishwa kuwa mashine isiyo na huruma ya kuua. Kama Wolverine, Deadpool pia alikuwa na mapanga makali yanayotoka mikononi mwake. Vita kati ya viumbe hao wawili wa majaribio vikawa haviwezi kuepukika. Deadpool alishambulia kwa kasi ya ajabu, huku uwezo wake wa kujiponya ukirekebisha kila jeraha karibu papo hapo. Akitarajia kupata faida, Wolverine alimvutia Deadpool hadi juu ya jengo refu sana, lakini kwa kufumba na kufumbua, Deadpool alitoweka na kujitokeza juu yake, akionekana na kutoweka kwa kasi ambayo hakuna mtu angeweza kuitikia. Kadiri mapambano yalivyoendelea, Wolverine alianza kuzidiwa nguvu na kufikishwa kwenye ukomo wake. Wakati Deadpool alipokuwa karibu kumaliza kabisa, Victor aliwasili ghafla kumsaidia. Wawili hao wakaungana kupambana na mpinzani wao ambaye alionekana kutoshundika. Kwa bahati mbaya, uwezo wa Deadpool wa kutoweka na kujitokeza ulimfanya kuwa vigumu sana kushambuliwa. Aliwashambulia bila kukoma kutoka kila upande, akiwapiga Wolverine na Victor kwa mashambulizi ya kasi ya umeme. Katikati ya mapambano hayo, Wolverine hatimaye alifanikiwa kumkata Deadpool kwa makucha yake ya adamantium, lakini mutant huyo alitoweka kabla shambulio hilo halijasababisha madhara ya kudumu. Muda mfupi baadaye, Deadpool aliachia miale mikali ya leza kutoka machoni mwake. Wolverine alivusha makucha yake ya adamantium kuzuia shambulio hilo, na hata akaweza kuelekeza upande miale hiyo licha ya kuwa karibu kupoteza mwelekeo wake. Deadpool alipogeuza umakini wake kwa Victor na kumrushia tena leza yenye nguvu, Wolverine aliona nafasi ambayo alikuwa akiisubiri. Akimvamia kutoka nyuma kwa makucha yake makali ya adamantium, alitoa shambulio moja la mwisho lililokuwa la maamuzi. Shambulio kali hilo hatimaye lilimwangusha Deadpool. Mwili wake ulirushwa mbali kutoka juu ya jengo refu, huku miale ya leza kutoka machoni mwake ikiendelea kufyatuka bila kudhibiti, na hatimaye ikaharibu kituo kizima katika mlipuko mkubwa.